Unajua Mswahili anasema yule atasimama na wewe ukiwa na mahitaji. Huyo ndio nani? Si huyo ndio rafiki wa dhati? Kwa hivyo mko tayari kutembea na sisi? Asanteni sana. Jambo la pili, watu wa Ikolomani, nyinyi mulitenda jambo moja muhimu sana. Na nataka mujipigie makofi kwanza kabla sijasema. Unajua kuteleza kuchagua huyu mbunge wenu Shinali. Shinali mimi nimekuwa na yeye kwa komiti ya budget. Na nina hakika hapa Ikolomani iko matendo, iko maendeleo. Kupitia yeye kukua kwa hiyo komiti. Iko maendeleo imepitia kwa komiti ya makuna. Pili, saa hizi Mheshimiwa Shinali ndio chairperson ya komiti ya trade. Na hiyo nafasi amepewa na rais. Rais anawapenda sana watu wa Ikolomani. Hata leo tumekuja kuwachangia. Hii ni kama tu ile seed money, ile pesa ya kuwasukuma kidogo, kusaidia wengine kama mjianzisha kufanya biashara fulani muweze kuanza. Lakini katika cooperatives, Ministry ya Cooperative Development na SME, iko pesa mingi sana ya maendeleo kina mama. Tukiangalia Uwezo Fund, na ninatumai ya kwamba hapa kuna board ya sub-county ya Uwezo Fund. Vile vile, nimesema mko na bahati, na mushikilie huyu Shinali. Mushikilie sana huyu mheshimiwa wenu. Ana bidii, anasukuma, kama anatafuta kitu ya Shinali, akitafuta kitu ya Ikolomani, anatutafuta wote, anatuambia mniunge mkono. Kama juzi wakati tulikuwa tunasukuma ile bili ya sukari, ako kipaumbele anatuongoza. Kwa hivyo muendelee kushikilia yeye. Kule katika hiyo ministry kuna MSEA. MSEA ina support manufacturing, viwanda. Kama kuna vijana wako wamehitimu hapa, nimeona tuko na college ya Sigalagala. Kuna vijana wametoka pale wako na skills. Wanaweza kukuja pamoja, vijana 10 au zaidi, wana register association, wana register na MSEA. Na MSEA inaweza kupeana pesa ya kuanzishia hao kufungua kiwanda. Kwa sababu serikali inataka kuona kwamba vijana wanaweza kupata ajira. If we can be able to build entrepreneurs, watatusaidia kuandika vijana wengi sana. Kweli si kweli? Kwa hivyo pesa ziko mingi ambazo zinaweza saidia kina mama.